Iran yafunga tena lango bahari la Hormuz baada ya Marekani na Israeli kukiuka mkataba. Kamandi kuu ya majeshi ya Iran imetangaza rasmi kwamba lango bahari la Hormuz limefungwa kwa vyombo vyote vya usafirishaji wa baharini baada ya Marekani na Israeli kukiuka makubaliano ya hati ya maelewano ya kusitisha vita kati ya Teheran na Washington. Katika taarifa rasmi iliyotolewa mapema Jumamosi, kamandi kuu ya majeshi ya Iran Hatamul Anbiya imesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ukiukwaji wa wazi wa kifungu cha kwanza cha mkataba wa hati ya maelewano wa baada ya vita na Marekani na ukiukwaji wa usitishaji mapigano kusini mwa Lebanon. Taarifa kamandi kuu ya majeshi ya Iran imeanza kwa aya ya Qur'an tukufu inayoelezea ulazima wa kupambana na makundi yanavyopinga dini, yanayovunja na kukiuka ahadi zao, inayosema, na wakivunja viapo vyao baada ya kuahidi kwao na wakatukana dini yenu, basi piganeni na viongozi wa ukafiri, hakika hao hawana viapo vya kweli, ili wapate kukoma. Tauba 12. Taarifa hiyo imesema kufungwa lango bahari la Hormuz pia ni jibu kwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano unaoendelea kufanywa na utawala wa Israeli kusini mwa Lebanon. Kamandi kuu ya majeshi ya Iran imeongeza kuwa mashambulizi ya Israeli huko Lebanon yamesababisha mauaji ya kikatili na kulazimisha mamia maelfu ya watu kuhama makazi yao, ikiongeza kuwa utawala wa Israeli pia umekataa kuondoa vikosi vyake kusini mwa Lebanon. Taarifa hiyo imesema kwamba kufungwa lango bahari la Hormuz ni hatua ya kwanza katika kukabiliana na ukiukwaji wa makubaliano hayo chini ya hati ya maelewano iliyosainiwa na marais wa Iran na Marekani, na kuongeza kwamba Iran itachukua hatua zaidi za kumlazimisha adui kutimiza majukumu yake. Hati hiyo iliyosainiwa na marais wa nchi hizo mbili mapema Jumatano inalenga kukomesha kabisa vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ambavyo vilianza mwishoni mwa Februari. Mkataba huo wenye vifungu 44 unaitaka Iran kufungua tena lango bahari la Hormuz, njia muhimu kwa mtiririko wa nishati duniani, na inaita Marekani na washirika wake wakomeshe kabisa uchokozi wa mashambulizi dhidi ya Iran na washirika wake wa kikanda. Hata hivyo, Israeli imeendelea kukiuka makubaliano hayo kwa kushambulia maeneo ya kusini mwa Lebanon na kuua raia wasio na hatia. Mapema Jumamosi, shirika la ulinzi wa raia la Lebanon limetangaza kuwa mashambulizi ya Israeli katika wilaya ya Nabati kusini mwa Lebanon yamewaua watu wasiopungua 16 na kujeruhi wengine 12. Vilevile, picha iliyochukuliwa kutokea angani inayoonyesha mazishi ya wanafunzi 168 waliouawa shahidi wakati wa shambulio la makombora ya Marekani dhidi ya shule ya msingi ya Shajari Taibe huko Minab kusini mwa Iran imeshinda tuzo ya juu katika kategoria ya upigaji picha za habari ya tuzo za Golden Shot Photography Awards 2026. Morteza Akondi, mpiga picha kutoka mkoa wa Hormozgan, ameshika nafasi ya kwanza katika shindano la kimataifa kwa picha yake ya kuvutia ambayo imeathiri maoni ya majaji wa kimataifa. Katika orodha ya mwisho mashindano hayo, Akondi kutoka Iran ametoa medali ya dhahabu akifuatiwa na Bartosz Matenko wa Poland katika nafasi ya pili na Mohamed Motsebi wa Saudi Arabia katika nafasi ya tatu. Muungano wa kijeshi wa Marekani na Israeli ulishambulia shule msingi ya Shajari Taibi huko Minab mnamo Februari 28 katika siku ya kwanza kabisa uchokozi wa tawala hizo mbili dhidi ya Iran. Vilevile, spika wa bunge la Iran amesisitiza tena kwamba atatetea haki za Wairan waliouawa shahidi wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu baada ya kuwasili Uswizi kufuatilia mkataba wa hati ya maelewano uliosainiwa na viongozi wa nchi mbili kwa lengo la kukomesha vita. Mohamed Bagher Kalbaf amesema hayo kwenye ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa X alipowasili Zurich kwa mazungumzo ya jinsi ya kutekeleza yaliyomo kwenye hati ya makubaliano hayo ambayo yalitiwa saini hivi karibuni kati ya marais wa Jamhuri ya Kiislamu na Marekani. Ninaona watoto wasio na hatia wa Minab na mashahidi wote wa Iran yetu tunayoipenda kama mashahidi wanaotazama matendo na mwenendo wangu daima, ameongeza Kalbaf, akiashiria mji wa Minab kusini mwa Iran ambapo watoto 168 wa shule ya msingi na walimu wao zaidi ya 25 waliuawa shahidi baada ya Marekani na utawala wa Israeli kushambulia shule yao tarehe 28 Februari. Vilevile, katika kujibu ujumbe wa kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu mazungumzo ya Iran na Marekani, Wizara ya Ulinzi na msaada kwa jeshi la Iran imesisitiza kwenye taarifa kwamba siri ya mafanikio endelevu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kufuata kamilifu na bila kusitasita amri na hatua za amiri jeshi mkuu. Taarifa hiyo imesema kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu siku zote alikuwa akisisitiza kwamba ushindi wa mwisho ni wa Uislamu na kwamba safu ya makafiri pamoja na ukubwa wake wote, fahari, anasa na makombora yote unayorusha, lakini hatimaye italazimika kurudi nyuma mbele ya umma na muhimili wa Kiislamu. Imesema kwa msukumo na moyo ali wa kiongozi huyo shupavu, mazingira sasa ni dhihirisho la kushindwa maadui mbele ya vita vya hamasa, ustahimilivu, utambuzi na uaminifu wa taifa tukufu linalolea mashahidi la Iran ya Kiislamu. Taarifa Wizara ya Ulinzi ya Iran imesema ujumbe wa hivi karibuni wa wazi, wenye busara, unaozingatia ukweli wa mambo na unaotatua matatizo yaliyopo kwa kiongozi muadhamu na amiri jeshi mkuu kuhusu mkataba wa maelewano wa Islamabad unaonyesha kwamba tukio hili sio mwisho wa njia,
bali ni mwanzo wa njia yenye masharti kwa ajili ya kupigania haki za kitaifa la Iran mkabala wa maadui watendaji jinai na wasioaminika. Na mwenyekiti wa kamisheni ya usalama wa taifa na siasa za kigeni ya Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran ameandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii kwamba ukiukwaji wowote wa ahadi utakaofanywa na Marekani au kujiondoa katika fremu kuu ya maelewano kutapelekea jeshi la Iran kwa uungaji mkono wa taifa shupavu la Iran kutoa jibu kali, thabiti na la kuumiza zaidi dhidi ya adui huyo kuliko ilivyokuwa huko nyuma. Ibrahim Azizi, mwenyekiti wa kamisheni ya usalama wa taifa na sera za kigeni ya Majlis ya Ushauri ya Kiislamu, ameandika kwenye ukurasa wake binafsi kwenye mtandao wa X kwamba mukawama wa kijasiri wa wananchi wa Iran umeipelekea Marekani kutokuwa na budi la kuketi kwenye meza mazungumzo na kukubali masharti ya Iran. Sasa Marekani ina wajibu wa kuvutia imani ya wananchi wa Iran kwa kutekeleza vipengele vyote vya mkataba wa maelewano, ikiwa ni pamoja na kusimamisha vita dhidi ya Lebanon na kuondolewa haraka utawala bandia wa Israeli kwenye eneo la kusini mwa Lebanon. Amesisitiza kuwa ukiukwaji wowote wa ahadi au kuondoka katika fremu kuu ya maelewano kutapelekea jeshi la taifa shujaa la Iran kujibu na kutoa jibu kali